Ishi kitofauti, ishi kifalme. Nunua laini mpya ya Royal kutoka Halotel leo na upate punguzo la zaidi ya 70% kupiga simu ndani na nje ya nchi. Internet yenye kasi zaidi na bila kikomo kwa mwezi mzima. Dakika 420 kupiga simu mitandao yote. Halotel, pamoja katika ubora. Furaha ya Watanzania kushinda mechi dhidi ya Uganda Machi 24 mwaka 2019 katika uwanja wa Taifa imekuwa kilio kwa Hassan Ibrahim baada ya mtoto wake Ibrahim Hassan mwenye umri wa miaka 7 kufariki wakati wa vurugu zilizotokea getini ambazo zilisababisha geti kuvunjwa na watu kukanyagana. Akizungumza na MCLO Digital katika hospitali ya Temeke, baba wa mtoto huyo amesema kuwa alikwenda uwanja wa Taifa kwa mapenzi wa mtoto wake ambaye alisisitiza mpeleke uwanjani hapo japo hakuwa na pesa ya kumnunulia tiketi. Nilitoka nyumbani mida ya saa 6 naelekea Temeke sokoni kwa niaba ya kumnunulia mtoto viatu vya shule. Kumnunulia viatu tumemaliza. Mtoto akaniambia, baba, tulisema kama tukifika Temeke hapa uwanja wa Taifa ni karibu. Nikamwambia ni karibu, lakini mimi sina hela kuweza kuingia hapa, tumeshatumia hela nibakie hela kidogo. Baba, basi nipeleke hata naangalia hata kidogo. Baada ya hapo ukampeleka nikame mtoto wangu nikampeleka. Tumezunguka nisikia tu watu wanalalamika kuhusu mambo ya tiketi. Lakini kwa kuwa uwezo wa ile tiketi mimi nilikuwa sina na nilikuwa tu kwa niaba ya kumfurahisha mwanao. Basi baada ya ilikuwa timu ndio zinaingia barabarani, zinaingia uwanjani. Tunapita usawa karibu na uwanja ule mdogo ule. Kutoka pembezoni na karibu na uwanja. Kuna geti, nakaambia kufika geti la kwanza likawa limefunguliwa. Watu kama vile wanaruhusiwa kuingia bure. Baada ya hapo, yani ile kitendo tu anafungua tu geti na mimi tumefika ule usawa. Mimi nikawahi kumdaka mwanangu sababu ilikuwa kampeni ya watu Ndaka mwanangu ili najitahidi kumshikilia, na mwenyewe dada mmoja akawa ameanguka chini kuanguka na mimi nikajikwaa nikamwangukia. Basi ile kumwangukia na wengine wote wakaja wakafuta na faramia juu. Nikaanza mwisho nikamsikia mwanangu anasemaje? Baba, mimi mwenyewe hapo kweli kana kazi kitambua na kuja kutambua hivi niko kwenye gari la polisi. Kwa upande wa mwanamke aliyemsaidia kumpakata mtoto huyo akiwa na hali mbaya, Zawadi Juma amesema alikuwa amesimama pembeni ya geti ambako kulikuwa na vurugu, walivyomwokoa Ibrahim wakamweka pembeni yake. Jana tukaja kwenye mpira. Mimi hili na hili wakasema kwamba tiketi zimejaa, inabidi wasiwe ni watoto tukasogea pembeni. Sasa huyu baba kuingia ndani akaambia tiketi zimeisha. Ndio tiketi zimeisha, inabidi huyu baba aanze kutoka nje. Katika kutoka ile geti likafunguliwa kwamba watu waingie bure. Katika kuingia bure inabidi kaka na mwanae nao wanatoka nje. Inabidi wakavamiwa pale, wakawa wanakanyagwa juu. Siku ya siku mtoto yule anakuja amebebwa, anaitwa miguuni mwangu. Inabidi mimi nichukue kitaulo nianze kumpepea pale, nimempepea. Baada mara gari likaja la kuwaleta hospitali. Gari la polisi. Gari gani? La Fanta. Inabidi na mimi nitoke pale na yule mtoto tukaenda kwenye gari. Tunaenda kwenye gari tunamkuta naye baba mtu kwenye gari. Kuja hospitali kwamba huku na huku baba mtu anatolewa huduma, mtoto akaambiwa kwamba amefariki. Katika kufariki pale alikuja hapa ameshafariki au alifariki njiani? Alifariki njiani yule mtoto. Ukiwa wewe umemshika? Ikiwa mimi nimemshika. Wakati anafariki uliona huyu anafariki? Yaani huyu kabisa pale kwenyewe tunamnyanyua tunaenda kwenye gari. Yaani ilikuwa imeshabakia kidogo. Kwa hiyo anafika mikononi mwangu anafariki yule mtoto. Kwa hiyo mkaja naye hapa sasa? Mkaja naye hapa wakatupokea vizuri, baba mtu akapewa huduma, mara kidogo naletewa taarifa kwamba yule mtoto amefariki. Ndio kabidi niende nikatafuta ndugu zake Chanika na Gongo la Mboto. Kwa maelekezo ya nani?
ya baba mtu. Aliponielekeza akasema ukienda pale Gongo la Mboto kituo kipya utawakuta ndugu zangu, utawaeleza. Kweli tafuta nikakuta ndugu zake, ndio kuelezana pale, kuchukua tena pikipiki kuja hospitali wote. Hapa ndo wakasema kwamba mwili hauwezi kutoka sasa hivi mpaka kesho. Ili tuondoke hapo nyumbani. Ukaenda nao Gongo la Mboto? Mimi nikaenda kidogo, wenyewe wakaenda Gongo la Mboto. Umerudi leo asubuhi? Kwa hiyo tunakutana leo asubuhi.